Habari, kwenye video hii tutajaza taarifa za mwanachama. Hatua za kujaza taarifa za mwanachama zinatofautiana kama kikundi kinaanza mzunguko mpya au kama mpo katikati ya mzunguko. Kwenye video hii tutajaza taarifa za mwanachama mwenye kikundi ambacho kipo katikati ya mzunguko. Kwa kuanza utaminya taarifa za mwanachama. Baada ya hapo utaminya tengeneza mwanachama wa kwanza. Kabla ya kujaza taarifa za wanachama, wakumbushe wanachama wote kutafakari malengo yao ya kuweka akiba. Mfumo wa DreamSave unaruhusu kuweka taarifa za mwanachama mpya na mwanachama wa zamani. Mwanachama wa zamani ni mtu ambaye tayari yupo kwenye kikundi kingine ndani ya mfumo wa DreamSave. Mwanachama huyu anaitwa mtumiaji mzoefu. Na ili kuweka taarifa zake, hatua ya kwanza utachagua kwamba huyo ni mtumiaji mzoefu na utaminya ijayo. Itakubidi uweke namba yake ya simu au utambulisho wa Dream, kisha utaweka neno siri. Ili kuweza kukamilisha taratibu hii, inabidi uwashe bando la data ili kuweza kumpata huyu mwanachama na kuingia kwenye kikundi hiki. Utakapomaliza kuweka hizi taarifa, utaminya ijayo. Kwa kutumia video hii, tutaweza kutambulisha mwanachama kama mtumiaji mpya. Kama nilivyosema, kwa mtumiaji mpya, lazima ujue taarifa zake binafsi kwenye fomu ya usajili. Ukianza na picha yake. Cha kwanza utachagua ni mtumiaji mpya, utaminya ijayo. Na baada ya hapo, step ya kwanza itakuwa ni kuweka picha yake. Kuweka picha yake, utaminya ingiza picha. Nitatumia picha ya kitabu kuweza kuweka mfano. Utaminya kamera. Na nimechagua kitabu hiki kwamba kitakuwa ni mfano kama picha ya mwanachama huyu. Baada ya kupiga picha na kusema sawa, picha hiyo itaonekana kama hapo inavyoonekana. Kumbuka, mfumo wa DreamSave unaruhusu kusajili wanachama ambao hawajahudhuria kikao na kupiga picha zao baadaye watakapokuweko. Kwa kama wanachama hawapo, utasema weka picha baadaye. Baada ya kupiga picha, jaza taarifa zote kwenye ukurasa wa usajili. Ukianza na jina la kwanza, nitatumia jina la kwanza la Neema kama mfano na jina la mwisho nitasema anaitwa Neema Patrick. Jinsia yake huyu ni mke na hali yake ya ndoa ameolewa. Elimu yake ya kiwango chake nimechagua ni shule ya msingi na tarehe yake ya kuzaliwa nitabonyeza hapa ingiza tarehe ya kuzaliwa na itaniletea kalenda. Nitasema sawa, nitachagua tarehe yake na nitapewa umri wa yule mwanachama na baada ya hapo nitaenda minya ijayo. Baada ya hapo ninakwenda kujaza wasifu wa huyu mwanachama. Taarifa hizi ni za muhimu kwani zitatupa uelewa wa mwanachama huyu ana watu wangapi kwenye familia yake anayoishi. Anaulizwa swali la kwanza, watu wazima ni wangapi? Kama ameolewa tutasema ana watu wazima wawili kuanzia miaka 18. Huu ni mfano. Utaweka taarifa halisi za huyu mwanachama wakati unamsajili. Wategemezi utaweka watoto chini ya 17 ndio wanaowekwa hapa. Utakapomaliza utaminya ijayo. Hatua inayofuatia ni kuweka taarifa za mawasiliano. Wakati unaweka namba ya simu ya wanachama, kumbuka yafuatayo. Kama mwanachama hana simu, anaweza kusajiliwa. Lakini hataweza kupokea ujumbe mfupi wenye taarifa za vikao, miamala na hataweza pia kuweka neno siri. Mwanachama asiyekuwa na namba ya simu hataweza kusajiliwa na kushiriki vikao vyote ataweza kusajiliwa na kushiriki vikao vyote vya kikundi, lakini hataweza kuwa kiongozi wa kikundi. Kwa hiyo hapa nitakwenda kwa mfano wa namba yoyote ile ya simu. Kumbuka huu ni mfano, hapa utaweka namba halisi.
Hapo kuna kiboksi kinaweka tiki ambacho kinasema ninataka kupokea ujumbe mfupi wa maandishi kwenye namba hii pamoja na mihitasari ya mikutano na risiti za miamala. Boksi hilo usipoweka tiki, mwanachama huyu hataweza kupokea meseji, hataweza kupata ujumbe mfupi, hataweza kupata taarifa zote za vikao na miamala yake. Atakapoweka tiki, ni muhimu kuweka tiki ili mwanachama huyu aweze kupokea ujumbe huu mfupi. Lakini kama mwanachama atakuwa hana simu, utabonyeza kwenye hicho kiboksi cha sina simu na kuweza kuendelea na utasema ijayo. Sio lazima kujaza anwani ya barua pepe kwenye ukurasa huu wa maelezo ya ziada, namba ya kitambulisho cha taifa na taarifa za mrithi. Hakuna ulazima wa kujaza taarifa hizi. Kwa hiyo kama unataka kuzijaza, unaweza ukazijaza, lakini hizi taarifa hazina umuhimu. Utakapomaliza kujaza au kutoamua kuendelea kujaza, utaminya ijayo. Baada ya hapo, kwa sababu mwanachama huyu tulimwekea namba ya simu, kinachofuata lazima tumwekee neno siri ambao itakuwa inatumika kila anapoingia kwenye kikundi cha ambacho hiki cha kikundi cha Amani. Mpe simu mwanachama anayesajiliwa ili aweke namba yake ya siri. Mwambie abonyeze ficha namba yako ya siri kabla hajakurudishia simu ili usiweze kuona namba yake ya siri. Kumbuka, washauri wanachama kutumia namba ya siri rahisi kukumbuka, lakini wasitumie namba ya siri ya M-Pesa wala benki. Na pia, namba hii ya siri ina tarakimu 5 na sio 4 kama ambavyo imezoeleka. Utaminya pale namba ya siri, kwa mfano huu mimi nitaweka namba ya siri ya 111. Huu ni mfano wa namba ya siri ambayo nimeweka. Mwanachama anaweza kuchagua namba yoyote anayoweza kuiweka kama namba ya siri. Utakapomaliza utasema ficha namba ya siri ili kabla hajakupa wewe simu usiweze kuona namba yake ya siri. Baada ya hapo utaminya ijayo. Tumemaliza kujaza taarifa za mwanachama. Lakini kabla hajamaliza lazima aipe ruhusa mfumo wa DreamSave kuweza kutumia mfumo huu kwa kuweka kitiki hapo, alama hiyo ya kuweka kwenye kiboksi tiki ili kuweza kutumia mfumo huo wa DreamSave, na baada ya hapo anatengeneza taarifa zake binafsi. Hatua ya kwanza inakuwa imekamilika. Tumemaliza kujaza taarifa za mwanachama. Kwa kuwa hiki ni kikundi kilicho katikati ya mzunguko, inabidi kuweka taarifa za jumla ya akiba na mikopo anayodaiwa. Kwa kufanya hivyo utaminya imekamilika na kwenda kwenye kipengele cha kujaza taarifa ya fedha za mwanachama huyu. Kumbuka kuwa makini unapojaza akiba ya mwanachama kwenye mzunguko. Kama kwenye katiba umetumia hisa, tafadhali andika hisa na sio fedha au shilingi. Jumla ya hisa ya yule mwanachama kuanzia mzunguko huu umeanza, unaweka idadi ya hisa na sio fedha. Utakapoweka hisa, kama mwanachama huyu tutachukua mfano ameweka hisa 20 mpaka sasa, inaonyesha kutokana na fedha ya hisa yetu, hisa moja ya 2,000 tulioiweka ameweka jumla 40,000. Utakapokosea na ukaweka shilingi, kwa mfano ukaweka 40,000 ambao mwanachama ameweka, mfumo utaonyesha jumla mwanachama ameleta 1,80,000 na sio 40,000. Kwa hiyo kumbuka, kama kwenye katiba umetumia hisa, tafadhali andika hisa na sio fedha. Na kama kwenye katiba umetumia fedha, tafadhali andika fedha na sio hisa. Baada ya hapo, unabidi ukaweke taarifa za mkopo. Mwanachama huyu ana mkopo. Kama mwanachama huyu ana mkopo, utajaza hapa taarifa za huyu mwanachama mwenye mkopo. Kwa sasa nitasema hapana, hasina mkopo. Lakini kama ukisema ndio ana mkopo, basi itabidi uweke kiwango cha awali cha mkopo ambacho alichukua, na deni ambalo anadaiwa mpaka sasa, na tarehe ya mkopo aliochukua, siku aliochukua huo mkopo.
tafadhali kumbuka, kiasi cha mkopo ambacho utakiweka hapa ni kile kiasi ambacho hakitakuwa hana riba. Kama mwanachama amechukua mkopo wa 100,000, utaweka 100,000, usiweke 100,000 na jumlisha riba. Na deni lililobaki utaweka lile deni ambalo lipo analodaiwa. Kwa hapa mimi nitasema sina mkopo. Kipengele kinachofuatia utatakiwa ujaze faini. Kama mwanachama huyo ana faini, utabidi uzijaze kabla haujaendelea mbele. Taarifa hizi zitakuja kuonekana huko mbele mtapokuwa mnaweka taarifa za mikutano au vikao. Kama hana deni utasema hapana, mwanachama huyu hana faini, kwa hiyo nitaminya ijayo. Baada ya hapo natakiwa kuthibitisha. Hakikisha hizi taarifa zipo sahihi, maana hazitaweza kubadilishwa usajili ukikamilika, na taarifa zitatunzwa kwenye mtandao. Kwa hiyo, kama ukithibitisha, sema ndiyo, endelea. Kama ukiona taarifa hizo zimekosewa, kwa mfano Neema ana mkopo na hatukuwekea mkopo, utaminya katisha, utaenda kuweka ule mkopo. Neema aliweka hisa 40 na sio 20, nitaminya katisha, nitakuja kubadilisha. Mara nyingi sana watu hawasomi, kwa hiyo anakuwa anathibitisha na anakuwa anatengeneza kikundi kikiwa tayari kimeanza kuwa na makosa. Kwa kuwa mimi nimethibitisha, nitasema ndiyo, endelea. Hatua inayofuatia ni kuweka malengo ya mwanachama Neema. Mfumo wa DreamSave unasaidia wanachama kufikia malengo yao ya akiba kwa kuwawezesha kuweka malengo ya akiba kwenye mzunguko. Nitaminya ijayo ili kuweka lengo binafsi la Neema. Muulize mwanachama huyu kuhusu malengo yake na kiasi cha fedha kinachohitajika kuyafikia. Bonyeza picha ya lengo la akiba na weka kadirio la kiwango ambalo amelisema. Utasogeza hivi. Kuna biashara, kuna elimu, kuna makao, kuna kiwanja, mifugo. Kwa hiyo utamuuliza Neema anataka kufanya nini. Kwa mfano, tutasema kwamba Neema anataka kufanya kilimo, anatafuta fedha ya kilimo, hilo ndo lengo lake. Na baada ya hapo, inabidi kuweka lengo ambalo gharama ili iweze kutimia, ambalo anatamani kulifikia baada ya mwisho mzunguko huu. Kumbuka, lengo inabidi lisiwe zaidi ya jumla kiwango cha akiba kwa siku za mzunguko zilizobaki. Tunatakiwa kuweka lengo halisi na sio kuweka lengo ambalo halina uhalisi. Kwa hiyo kutokana na gharama na hela anayoiweka, mwanachama huyu labda anatamani kuwa na lengo la kupata 200,000 mwisho wa mzunguko. Lakini na hapo utaweza kuona kwamba ili kutimiza lengo hili la 200,000, anahitaji kuweka hisa 3 tu kwa kila mnapokuwa mnakutana. Anaweza pia kuongeza kama akiona kwamba lengo hili ni dogo. Akaona kwamba mimi nataka niongeze. Ikitokea umezidisha lengo, kwa mfano nimeweka 500,000, mfumo utakwambia utahitaji kununua hisa 7 kwenye kikao. Kwa hiyo utakuonyesha kwamba lengo hili ni kubwa sana, halina uhalisia. Na itakufanya weke kiwango kikubwa tofauti na katiba ambako tumesema kiwango cha juu cha kuweka hisa ni 5. Lakini kama kiwango hiki ni kikubwa na hisa moja ni 2,000, inabidi tuende tukabadilishe ili tuweze kupata lengo ambalo linaeleweka. Kwa mimi nitamwekea 300,000 kama yeye alivyosema, na itaonekana kwamba hisa 4. Kwa hiyo Neema anaona kwamba mimi nitaweza kuweka hisa 4 kila kikao au zaidi ya hapo, na anaweza kuhifadhi lengo lake. Haimaanishi kwamba mwanachama kwa sababu amekewa hisa 4 hawezi kuongeza akafikia hisa 5 kama ambavyo katiba yetu inasema. Kwa hiyo baada ya hapo inabidi ahifadhi lengo lake binafsi. Mfumo wa DreamSave utajumuisha kiasi ambacho mwanachama anapaswa kutunza kwenye kila kikao na ataangalia maendeleo ya kwenye kila kikao. Baada ya kumaliza kumsajili huo mwanachama, tunakuwa tumekamilisha kumsajili mwanachama Neema Patrick. Kama ambavyo inaonekana, mwanachama wetu wa kwanza na picha yake
na maneno ondoa mbele. Neno ondoa tutakuja kuangalia huko mbele maana yake nini. Lakini kwa sasa tunaangalia nini jinsi ya kumsajili mwanachama mpya. Baada ya hapo, chini kuna sehemu imeandikwa ongeza mwanachama mpya. Ongeza mwanachama mpya ni sehemu ambako utaweza kuongeza wanachama wengine walioko, na utarudia na hatua zile zile tulizozitumia kumsajili Neema, kwa kuchagua kama huyu mwanachama mpya au ni mwanachama mzoefu. Utafuata hatua zote kama tulizozifanya kwa Neema na utasajili wanachama wale wote kwenye kikundi hiki cha Amani ambacho ni cha mfano. Mimi nitakwenda kusajili wanachama wengine ili kuweza kukamilisha usajili na tutakuja kuendelea mbele. Kwenye video inayofuata tutakamilisha usajili wa kikundi kwa hatua 2 za mwisho. Na utakapomaliza kusajili wanachama wote utaminya imekamilika. Hakikisha kwenye taarifa ya mwanachama baada ya kukamilika utaminya itaweka tiki kama sehemu nyingine zilizoweka tiki na sio inaendelea. Ili kuweza kusajili kikundi inatakiwa at least tupate wanachama 5 na kuendelea.